Winnie, you are a special person to your father. You stood by your father. You were concerned about his health. You persuaded him to take his health seriously. I must also thank Ruth. Ruth Odinga, you were there for your brother. And Oburu kept calling. Mama Ida kept calling. But I want to say it was not easy. Because when we thought Baba was okay, in fact, alikuwa amepigia watu wengi simu. Waambia mimi niko sawa sasa. Madaktari wameniachilia, wamesema nirudi baada ya miezi 6. Wacha sasa niende nipumzike, nitapitia Dubai, nikuje nyumbani. Tulikuwa tunapanga kuja hapa Jaramogi Oginga Odinga on Thursday kwa ile investment conference. Lakini mambo yakabadilika, yakawa vile yalivyokuwa. So nikienda ofisini asubuhi, I remember it was about 6:40 or 6:45 there. Nikaona kwa simu yangu Oburu ameniandikia WhatsApp message, akaniambia my brother is critically ill. Nikampigia Oburu, nikamuuliza, I thought we spoke to Baba and he was feeling okay. Imetokea nini? Akaniambia amepata information. So nikachukua simu yangu, nikapigia yule ambaye alikuwa ameenda na yeye. Akaniambia Baba is okay. Yeye pia hakuwa anajua. Nikamwambia hebu check. Nikachukua simu yangu nikapigia mwingine, akaniambia pia hajasikia. In a few minutes, like 10 minutes, Oburu akanipigia tena. Akaniambia inaonekana Baba ametuacha. He was not conclusive. So that's a few minutes after 7. After 2 minutes, Winnie akanipigia. Akaniambia, first I told her, please Winnie, don't tell me any bad news. But of course she said, the bad news have happened. My father is no more. And those were very, very difficult moments. Many commentators in the newspapers and in the media say this is a very big blow for William Ruto. Yes, it is. It is a very big blow. A few minutes later, we consulted with the family. I remember calling Ida. She could not talk on the other side. And then we managed to do the processes that were necessary. I got in touch with the government of India, and I requested them to accord our brother the highest support that they could. I must thank the Prime Minister of India, Narendra Modi, who is a friend of Raila Odinga, for putting at our disposal, all the support, including military honors for our brother Raila Amolo Odinga. Lakini haikuwa rahisi hivyo. Baadaye jioni tukisha panga vile watu wataenda kumchukua mwili wake, usiku Winnie akanipigia. Winnie akaniambia, Mr. President, hiyo ndege ambayo inakuja kubeba mwili ya baba, mbona inaenda Mumbai? Mbona isikuje hapa mahali baba yuko? Sasa wewe unanifanya nisumbuke kupeleka mwili ya baba saa hii usiku. Ningangane naye niweke kwa ndege na nimechoka. Na hii kitu ni mzito sana kwangu. So I had very difficult moments there. Nikamwambia Winnie, unajua sasa hii ndege iko na watu wengine wanaenda kule Mumbai.
na turnaround yake tulikuwa tunataka kupunguza, but she could not take any of it. Nikawachana na yeye, nikapigia Ruth, nikamwambia Ruth, please help me manage Winnie, mwambie tu atulie kidogo, these arrangements we are making. But all in all, I must say the concern of the family, his children, the wife, his brother Oburu and all the others was amazing. Hapo katikati, wakati bado tunahangaika, nafikiri kama saa 3 hivi asubuhi, nimeona kwa WhatsApp Junior amenitumia message. Nasema wili ya baba inasema he must be buried within 72 hours. Huyu Junior amenitumia. And I am sending our lawyer to Mama to go and tell her what Mzee's will was. So hapo katikati sasa ikawa ni kizungumkuti. We are trying to balance between the will of the late, the reality of where he is, the requirements of culture, the state, the church. So there were tensions all over the place. That we are here Sunday to pay our last respects to Raila Amolo Odinga is an act of God. Na tunashukuru Mungu kwamba imetusaidia tufikishe hapa. Finally, as I must say this to the people of our nation, because this is the assignment